Mungu anakupenda. Mungu ninayemwamini na kumtumikia ni Mungu mwema. Mungu anayekuwazia wewe mawazo mazuri. Anapenda kukuona ukistawi, anapenda kukuona ukikua, anapenda kuona ukiwa na furaha wakati wote. Ndio maana yeye anakufundisha neno lake, kusudi uelewe ni nini ulio wajibu wako, na hivyo uweze kudai. Na katika kudai utakuwa umemruhusu yeye kuhusika maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaitwa Mwalimu Daudi Mwarizo na ninakukaribisha katika maisha ya ushindi. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 22, katika yeye ninyi nanyi mnajengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika Roho. Maandiko yanatuonyesha kuwa kumbe baada ya kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, mimi na wewe tunajengwa kwa pamoja kutengeneza mwili wa Kristo. Sasa tunafahamu ya kama Mungu ni Roho. Yeye hana mwili kama sisi. Lakini duniani ili ufanye kazi katikati ya wanadamu lazima uwe na mwili. Kwa hiyo Mungu ameandaa mkakati ambao unamruhusu yeye kufanya kazi duniani kihalali. Kwa hiyo yeye alichofanya kupitia wale waliomwamini Yesu, ametuunganisha pamoja, tumekuwa kitu kinaitwa mwili wa Kristo. Na kwa sababu tumekuwa mwili wa Kristo, sasa Mungu kupitia kila mmoja wetu anaweza akatenda kazi, anaweza akatimiliza kusudio lake kubwa. Kwa lugha nyepesi ni kama Mungu anakutumia wewe na ananitumia mimi kwa ajili ya kutimiliza kusudio lake kubwa. Kusudio la Mungu ni kuona watu wanatembea wazima, wenye afya, wanatembea hawana changamoto za kiuchumi, wanaishi hawana changamoto za kiafya, wanaishi hawana changamoto za kijamii. Mungu ni Mungu mwema, Mungu anayewazia mema watu wake. Kwa hiyo Mungu amekupa neema wewe ya kumjua Yesu, ili kupitia wewe yeye aweze kupata haki za kuweza kuponya watu wengine, ili kupitia wewe yeye aweze kupata haki ya kisheria kiulimwengu ya kuweza kuingilia maisha ya watu na kuwasaidia. Ndio maana mara nyingi utagundua unapokutana na mtu ana changamoto fulani, alafu akakwambia wewe kama mtu uliompokea Yesu, ndani ya roho yako ni kama kuna kitu kinaanza kutoa ushauri kumwambia kama fanya hivi. Unakutana na mtu ambaye labda ana changamoto ya ndoa ya muda mrefu au ni changamoto ya afya ya muda mrefu. Mara nyingi baada ya kukwambia njia mbalimbali ambazo amejaribu za kupata utatuzi, utashangaa tu ndani yako kuna wazo linakwambia, kwa nini usiende kuombewa? Kwa nini usiende katika kanisa fulani ukapewa huduma za maombezi? Ni kwa sababu ndani yako Mungu amekutumia wewe kumsaidia yule mwenye changamoto aweze kupata msaada. Mimi na wewe tumeokolewa. Na kwa sababu tumeokolewa, tunao wajibu wa kumruhusu Mungu afanye kazi kupitia maisha yetu, ahusike na maisha ya watu wengine kupitia miili yetu. Kwa namna moja au nyingine, wewe unao wajibu wa kuweza kumruhusu Mungu aweze kugusa maisha ya watu wengine. Ndio maana hapa Waefeso akatuambia ya kwamba katika yeye jengo lote linaungamanishwa vyema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Akaendelea mstari wa 22, katika yeye ninyi nanyi mnajengwa pamoja. Hii inatuonyesha kwamba hivi ni katika Yesu Kristo sisi sote tunaungamanishwa ili tuweze kuwa kitu kimoja ambacho kinaweza kikapeleka kusudi la Mungu kwa watu wote. Kwa hiyo fahamu hii ya kwamba baada ya kuokolewa, baada ya kumwamini Yesu, wewe sio muumini tu, sio mtu anayefanya kazi ya kujaza tu kanisa. Hapana, Mungu ana lengo na wewe. Mungu ana mpango na maisha yako. Kwa hiyo chukua hatua hii. Amua leo kumruhusu Mungu akutumie wewe kugusa maisha ya watu wengine, na utashangaa namna gani wewe unaweza kufanyika baraka kugusa maisha ya watu wengine na wao wakakubariki wewe kwa namna moja au nyingine. Naomba nikutakia uwe na siku njema yenye baraka tele. Ufanyie kazi neno la Mungu. Barikiwa.